السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu kwa mujibu wa ahadi yake kwa kumtuma ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alihuisha dini tukufu ya Islam. Wale watu walikuwa wenye bahati nzuri sana ambao baada ya kupita karne 14 walipata zama ya kushuka ufunuo moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wao kwa kufanya bayati ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam walipata baraka kutoka kwake moja kwa moja. Wakati mtu anapofikiria wakati wao kwamba namna gani maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupata karibu naye walikuwa wanamshukuru na wanamtukuza Mwenyezi Mungu kiasi gani, kwa kufikiria hali hii hali ya moyo inakuwa ya aina yake. Hazur anasema Mwenyezi Mungu ni yule aliyetimiza ahadi yake, aliyesema kwamba nitaumba watu ambao watakutana na watu wa awali. Kwa kutimiza ahadi hii Mwenyezi Mungu kwa kutimiza bishara hii katika sura ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa kufanya hivi wale waliofanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam aliimarisha imani yao. Wale maswahaba wa Sayyidina alayhi salam walikuwa wakiamka kwa hamu hii kwamba wajue kwamba leo Sayyidina alayhi salatu wasalam amepata ufunuo gani leo. Kwa kueleza hali hii ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameandika hivi kwamba kuhusu ufunuo na ilham ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, hali ilikuwa ya aina hii kwamba wanajumuia mara baada ya kuamka asubuhi walikuwa wakikimbia hapa na pale ili wajue kwamba usiku Sayyidina alayhi salam amepata ufunuo gani. Muslimun anasema kwamba ikiwa pande moja mimi nilikuwa nimetoka wakaanza kuniuliza, au ikiwa mtoto mwingine ametoka katika nyumba ya Sayyidina alayhi salam wakaanza kumuuliza kwamba Sayyidina alayhi salam amepata ufunuo gani leo, na hali yetu ilikuwa ya aina hii. Muslim anasema hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba
ikiwa sainam alah salam ametoka kwa ajili ya swala, mimi nimeenda mara moja katika chumba chake na tukaanza kuchunguza na kukagua daftari yake kwamba yeye amepata ufunuo gani leo. Au baadhi wakati sisi kwa kufika miskitini tulikuwa tukisikia kwa kumpitia sainam alah salatu wasalam moja kwa moja kwamba amepata ilham gani leo. Hii ilikuwa shauku kwa sababu ya hii kwamba tuboreshe na tuimarishe imani zetu zaidi na tupate baraka ya sainam alah salatu wassalam, na tumshukuru na tumtukuze Mwenyezi Mungu kwamba yeye alitujalia nafasi ya kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Kisha baadhi wakati ilikuwa ikitokea hivi kwamba ufunuo ulishuka wakati sahaba fulani alikuwa pamoja na sainam alayhi salatu wassalam. Yeye pia alipata bahati ya kusikia ufunuo wa sainam alayhi salatu wassalam kwa sababu alikuwa amekaa pamoja na sainam alayhi salatu wassalam kwa kueleza mzee ya aina hii ambaye wakati alipokuwa pamoja na sainam alayhi salam ufunuo ulishuka. Hadhrat Musleh Maud taala anhu anasema kwamba Dr. Sayyid Anayatullah Shah Saheb alikuwa miongoni wa wanajumuiya wa zamani. Baba yake bwana Sayyid Fadhl Shah Saheb alikuwa sahaba mzuri wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na kwa kawaida yeye alikuwa akimhudumia Sayyidina alayhi salatu wassalam na alikuwa akija Qadian mara kwa mara. Sayyid Nasir Shah Saheb overseer ambaye baadaye akawa mkurugenzi, yeye alikuwa ndugu yake, yani bwana Fadhl Shah Saheb alikuwa ndugu yake, na huyu bwana Nasir Shah pia alikuwa na imani sana na alikuwa mpendo wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yeye pia kwa imani alikuwa kimwambia ndugu yake Fadhl Shah Saheb kwamba usifanye kazi yoyote bali uende na ukae Qadian ukutane na Sayyidina alayhi salatu wassalam na nitumie nasaha za Sayyidina alayhi salam na uendelee kumwomba Sayyidina alayhi salatu wassalam ili atuombe, nitakupatia matumizi ya maisha yako. Kwa hiyo yeye bwana Nasir Saheb alikuwa akimsaidia ndugu yake bwana Fadhl Shah Saheb kwa sababu ya hii tu kwamba huyu alikuwa alikaa Qadian. Hadhrat Muslim anasema kwamba ufunuo moja wa Sayyidina alayhi salatu wassalam mwanzoni mwake Ar-Raa inakuja, na ufunuo ule ni ndefu sana. Ufunuo ule ulishuka wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa na maumivu ya figo, na Fadhl Sayyid Shah Saheb alikuwa anamhudumia Sayyidina alayhi salam. Wakati ule alikuwa anafanya masaji yake. Kwa hiyo alipata nafasi hii kwamba wakati alipokuwa anafanya masaji ya Sayyidina alayhi salam ufunuo ulishuka, na ufunuo ulikuwa wa aina huu kwamba baadhi wakati Sayyidina alayhi salam alikuwa anatamka maneno ya ufunuo katika ulimi wake. Hadhrat Muslim anasema wakati ule tulikuwa watoto wadogo, sisi tukaingia katika kile chumba ambamo Sayyidina alayhi salam alikuwa amelala, alifunika uso wake, na Sayyid Fadhl Shah Saheb marehemu alikuwa anamfanya masaji yake, na bwana Fadhl Shah Saheb alikuwa anahisi kwamba ufunuo unashuka, bali Sayyidina alayhi salatu wassalam alimwambia kwamba yeye aandike ufunuo ulikuwa unashuka wakati ule. Bwana Fadhl Shah Saheb akatuashiria kwamba sisi tuondoke katika chumba kile. Kwa hiyo tukatoka nje. Baadaye tukajua kwamba ufunuo ndefu ulishuka wakati ule au siku ile. Muslimud anaeleza habari ya ufunuo huu. Ufunuo huu ilikuwa kuhusu ile kesi iliyofanywa na bana Imam Din Saheb kwa kujenga ukuta. Makaratasi yalipelekwa mahakamani sawa na makaratasi ulionekana kwamba hukumu itatolewa dhidi ya Sayyidina alayhi salam. Hata wapinzani walieneza habari hii kwamba kesi ile itafutwa na wao watashinda kesi, lakini jinsi Mwenyezi Mungu alimbashiria Sayyidina alayhi salatu wasalam, hukumu ilitolewa sawa na bishara ile. Hatimaye katika makaratasi hoja ilipatikana ya aina hii kwamba katika ardhi ile pamoja na Mirza Imam Din Saheb baba wa
sayyidina alayhi salam mirza ghulam murtaza saheb pia alikuwa mrithi na alikuwa mshiriki wa ardhi ile. kwa hiyo mahakama katoa hukumu katika haki ya sayyidina alayhi salatu wassalam na hukumu ilitolewa kwamba ukuta ubomelewe. Hazur anasema ufunuo huu pia unaweka shani yake ndani yake, na kwa napenda nisome tafsiri ya ufunuo ule ambayo inapatikana ndani ya kitabu kiitwacho Tazkira. kuhusu ufunuo huu sayyidina alayhi salam mwenyewe anasema kwamba nakumbuka kwamba wakati ule Sayyid Fadhl Shah Sahib Lahori, ndugu yake bana Nasr Shah Sahib overseer ambaye anaishi katika Baramula Kashmir, alikuwa anafanya masaji ya mguu wangu na ilikuwa mchana. Nikaanza kupata ufunuo kuhusu kesi ya ukuta. Nikamwambia bana Sayyid Sahib kwamba huu ni ufunuo kuhusu kesi ya ukuta, wewe endelee kuandika ufunuo kadri nikiendelea kupata. Kwa hiyo akashika dawati na kalamu bana Fadhl Shah Sahib na kaanza kuandika, na ilitokea hivi kwamba sayyidina alayhi salam aliendelea kupata sentensi moja ya ufunuo, na maneno yalikuwa yakishuka juu ya ulimi wa sayyidina alayhi salatu wasalam, na sentensi moja ilipokuwa ikiisha na ilipokuwa ikiandikwa sentensi nyingine ilikuwa ikishuka. Hali hii iliendelea mpaka ufunuo wote ulishuka, na bana Fadhl Sahib aliandika ufunuo ule, na maana yake ilieleweshwa kwamba ufunuo huu ni kuhusu ukuta ule uliojengwa na Imamuddin Sahib na kesi yake iko mahakamani, na maana yake ilieleweshwa kwamba hatimaye ushindi utapatikana katika kesi hii. kwa hiyo mimi nikawaambia wanajumuiya wengi kuhusu ufunuo huu, kuhusu bishara hii, na vile vile ilichapwa katika gazeti ilitwalo Al-Hakam, na nikawaambia watu wote kwamba ingawa inaonekana kwamba kesi ni dhidi yetu, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu ataleta sababu ambayo kwa kupitia sababu hizi tutapata ushindi, kwa sababu katika ufunuo Mwenyezi Mungu ameeleza hivi. Ufunuo huu ulishuka katika lugha ya Kiarabu, ni ndefu sana, mimi nitasoma tafsiri yake. Hazur anasoma tafsiri, anasema kwamba mashini itasaga na kadhaa ya Mwenyezi Mungu itashuka, na hali ya kesi itabadilika kama mashini ya kusaga ngano inafanya, na sehemu ya mbele inakuwa mbele, baadaye inakuwa nyuma, na sehemu ya nyuma inakuja mbele. Hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo ahadi imetolewa. Hazur anasema tafsiri hii alifanya sayyidina alayhi salam mwenyewe, na hii lazima itatokea na hakuna anayeweza kuzuia. Nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba amri hii haitaahirishwa bala haitafichika. Huu ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa mbingu wa juu. Mungu haachi njia iliyonyoka, wala hawasahau waja wake ambao wanamsaidia. Kwa hiyo utapata ushindi wadhi katika kesi hii, lakini hii kesi itacheleweshwa kadiri Mungu amepanga. Mimi nitakuwa pamoja nawe, wewe utakuwa pamoja nami. Sema kila kitu kipo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Umwambie mpinzani wako kwamba aache kibri na majivuno. Mwenyezi Mungu yupo pamoja nawe, anajua mambo ya ghaibu, bali anajua mambo ya ghaibu ambayo mwanadamu hajui, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Ni yeye ndiye ni abudiwae miongoni minigari yake, hakuna Mungu mwingine. Mtu hatakiwi amtegemee mtu mwingine kama anamtegemea Mwenyezi Mungu. Ni Mungu tu ambaye anatakiwa ategemewe. Ni yeye ambaye anaye elimu ya kila kitu, ni yeye ambaye anaona kila kitu, na Mungu anakuwa pamoja na wale ambao wanamcha yeye na wanamwogopa yeye. Na wakati waja wake wanapofanya mema wanatimiza haki yake, hawafanyi mema kwa juu.
bali wakati wa kufanya mema wanatimiza masharti yake yote, basi Mwenyezi Mungu anawasaidia ambao wanafuata njia za ridhaa yake. Tulimtuma Ahmadi katika taifa lake, yani Sayyidina al-Islam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alinituma katika taifa lake, lakini taifa hakunipokea. Wakasema huyu ni muongo, ameangukia dunia, yani anataka kupata dunia kwa njama yake, na wakatoa ushahidi dhidi yake mahakamani ili yeye akamatwe na apelekwe gerezani. Tufani ambayo inakuja kwa juu kwa chini, watu wanaanguka, na yeye anasema Mungu wangu yupo karibu nami. Yeye yupo karibu, lakini wapinzani hawamjui. Alifa mtukufu anasema kwamba ufunuo huu ulitimia vizuri, na Sayyidina al-Islam ameeleza kuhusu ufunuo huu mara kwa mara. Labda ufunuo huu umetimia zaidi ya mara moja, na wakati wote Sayyidina al-Islam alipopelekwa mahakamani, kesi ilipofanywa dhidi yake kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika kesi zote wapinzani walishindwa na kesi hukumu ilitolewa dhidi yao. Kwa kueleza hafla za Sayyidina alayhi salatu wassalam, Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba sisi bado tunasikia masikio ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tuliyosikia kutoka kwake moja kwa moja. Anasema nilikuwa mdogo, lakini nilikuwa na shauku hii kwamba nikae katika hafla ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na nilikuwa nikiendelea kusikia nasaha zake. Anasema sisi tumesikia nasaha kiasi hiki katika hafla hizi kwamba wakati vitabu vya Sayyidina alayhi salam vinaposoma inaonekana kwamba tumeshawahi kusikia nasaha hizi zote zilizoelezwa katika vitabu vyake. Sayyidina alayhi salam alikuwa na tabia hii kwamba yoyote alikuwa akiandika mchana, jioni alikuwa akieleza katika hafla. Kwa sababu ya hii nasaha zote za Sayyidina alayhi salam tumehifadhi, na sisi tunajua maana zake pia alizokuwa anazo Sayyidina alayhi salatu wassalam, alizokuwa akizieleza nasaha hizi, maana zake tunajua vizuri. Kisha kwa kueleza maana ya kweli kweli, Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mama kwa ajili ya kumhudumu mtoto wake akipewa dalili kwamba ikiwa hukumhudumu mtoto wako basi nyumba itaharibika na itatokea hivi na hivi, na hoja hii haitaleta athari yoyote juu ya yule mama, kwa sababu hatuwezi kumlazimisha mama kwa kutoa hoja kwamba mhudumu mtoto wake. Ikiwa yeye anamhudumu kwa sababu ya mapenzi anayekuwa anayo moyoni mwake. Kwa sababu ya hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa akisema iman ya hali ya juu inaweza kumkoa mwanadamu katika kuanguka. Pengine wale watu ambao wanaotoa udhuru na wanasimama hapa na pale na wanasema kwa nini amri fulani ilitolewa, kwa nini tumeambiwa kufanya kazi fulani, watu wa aina hii baadhi wakati wanaanguka na wanapotea, na imani yao inayobaki inapotea kabisa. Lakini yule ambaye anakuwa na imani kamili, anaweka msingi wake juu ya ushahidi wake, yeye anasikia hoja za wengine lakini hapati athari ya hoja za wengine, kwa sababu yeye anamuona Mwenyezi Mungu kwa jicho lake la kiroho. Kisha ametoa mfano mmoja ya Munshi Arure Khan Sahib aliyekuwa sahaba mmoja wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hadhrat Muslim anasema nakumbuka tukio lake moja nimeshawahi kueleza. Hazur anasema anaeleza tena leo. Anasema alikuwa akisema kwamba watu wengine wakaniambia kwamba ikiwa ukisikia hutuba ya Maulana Sanaullah utajua Mirza Sahib ni mkweli au la. Yeye akasema kwamba safari moja nikasikia hutuba ya Maulana Sanaullah Sahib. Baadaye watu wakaniuliza, sasa tuambie, baada ya kusikia hoja hizi chungu mzima unaweza kumwona kwamba Mirza Sahib ni mkweli? Anasema nikasema kwamba mimi nimeshamuona
nimeshaona uso wa Mirza Saheb. Baada ya kuona uso wake, hata kama Maulvi Sanaullah akitoa hutuba miaka miwili, hutuba yake haitaleta athari juu yangu hata kidogo. Wala mimi siwezi kusema kwamba uso wa Mirza Saheb ni uso wa muongo, hata kama mimi sijui hoja yoyote kuhusu ukweli wake, lakini nitasema kwamba Mirza Saheb ni mkweli. Ilmiradi si lazima kama muamini ajue kila hekima na awe na akili ya kila kitu, lakini anategemea ushahidi wake na uzoefu wake. Munshi Rude Khan Saheb ambaye tukio lake nimeeleza kwa sababu ya hii pia kwamba sisi tunatakiwa tufanye juhudi tuweze kumuona Mwenyezi Mungu kwa jicho letu la kiroho, na hii inaweza kutokea kwa kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Kisha vile vile yakini juu ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam itaimarika wakati tutakapokuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya kurekebisha hali ya dunia, na wakati pia ulikuwa unahitaji yeye aje na Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam aje katika zama hii. Hali ya dunia kwa hakika ni ukweli, dalili ya ukweli wa Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Haina haja ya kueleza hoja zingine, kwa sababu katika hali hii ya upotevu na kuhusu zama hii ya upotevu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara. Basi ikiwa tumejenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, tumekuja karibu naye katika hali, tunakuwa na hofu yake pia. Na vile vile katika hali sisi hatuhitaji dalili au hoja chungu mzima, wala hatuhitaji miujiza mingi kwa ajili ya kujua ukweli wa nabii, bali dharura, mahitaji ya dunia na mfano wake ulikuwa dalili ya ukweli wake. Basi tunatakiwa tukumbuke daima dawamu jambo hili na tuendelee kuimarisha imani yetu, na Mwenyezi Mungu ajalie kwamba Waislamu wengine pia wajue kwamba kuna haja ya kuja kwa nabii kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kumpokea imamu wa zama hizi. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza tukio la Hazrat Munshi Rude Khan Saheb anaeleza kwamba katika jumuiya yetu majina mengine ni aina hii. Kwa mfano sahaba mmoja wa Sayyidina Alayhi Salam jina lake lilikuwa Arura. Majina haya yanaonekana ni ajabu, si majina ya kawaida. Kwa kueleza sababu yake, Muslimu anasema kwamba wakati katika zama ile ilikuwa desturi kwamba wazazi walikuwa wakifiwa watoto wao. Mtoto alipokuwa akizaliwa walikuwa akisugua mtoto wao juu ya rundu ya takataka, kwa nia hii kwamba huenda hivi mtoto hatakufa bali atasalimika. Kisha baadaye alikuwa akipewa jina la Arura. Huyu bana Munshi Saheb pia alipewa jina la Arura kutoka kwa wazazi wake kwa sababu ya hii, lakini yeye katika jicho la Mwenyezi Mungu alikuwa si Arura, yani si mtoto ambaye anakaa juu ya takataka. Wazazi walipatia jina kwamba labda kwa kubaki juu ya rundu ya takataka atasalimika, lakini Mwenyezi Mungu alimleta katika miguu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na kwa kufanya Mwenyezi Mungu alimwokoa katika kifo cha kidunia na cha kiroho pia. Wazazi walitaka kumtupa katika rundu ya takataka, lakini Mwenyezi Mungu aliona moyo wake safi na akamkubali kwa ajili yake, na yeye alimpatia imani na akawa sahaba mzuri wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alikuwa mtu mwenye imani wa aina hii kwamba watu wachache wanapatikana wa aina hii. Hadhrat Muslimaud anasema kwamba bila kuwa na imani hii mtu akitegemea wokovu basi anafanya jambo la ufedhuli. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia anamsifu kwa sababu ya imani yake. Anasema hawa watu walionyesha imani yao ya aina hii kwamba tunashangaa kukuona hali yao. Hawa watu walikuwa mahema ya mapenzi na upendo. Hazrat Muslimaud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu bana Arure Saheb anasema sehemu moja kwamba Munshi Saheb marehemu alikuwa mahakamani
alikuwa akija Qadian mara moja kwa mwezi, na yeye alikuwa hawezi kupata faida kutoka katika likizo ya siku moja mpaka apate likizo zaidi. Kwa hiyo wakati alipokuwa na nia ya kuja Qadian, ofisi wake alikuwa akiwaambia wafanyakazi wa ofisi kwamba leo tunatakiwa tumalize kazi haraka kwa sababu Munshi Sahib anataka kwenda Qadian. Ikiwa hakuweza kwenda Qadian, basi yeye atatuombea dua ya maangamio kiasi hiki kwamba nitaangamia. Kwa hiyo yeye alipewa ruhusa mapema. Officer wake alikuwa baniani, lakini kwa sababu ya uchamungu wa Munshi Sahib aliathirika kiasi hiki kwamba yeye mwenyewe alikuwa akimpatia ruhusa na nafasi ya kuja Qadian, na alikuwa akisema kwamba ikiwa hakuweza kwenda Qadian yeye atatuombea maombi mabaya na mimi siwezi kusalimika kwa sababu ya maombi yake. Na hii ilikuwa athari ya hawa maswahaba Sayyidina Alayhi salatu wassalam juu ya wasiokuwa na jumuiya. Na hawa maswahaba walikuwa na imani ya hali ya juu na walijenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba jinsi mtu anamtendea Mwenyezi Mungu, Mungu pia anamtendea. Basi jinsi mtu anafanya hali ya moyo wake, vile vile Mwenyezi Mungu pia anamtendea. Dunia inampiga na anatukanwa na dunia, anasumbuliwa na dunia, lakini kila mara anapofinywa chini, yeye sawa na mpira anaenda juu zaidi. Waaminio wa aina hii wakipata vizuizi wa kila aina, Mungu anawaongeza katika imani. Hii ndiyo imani yenye kupata maendeleo, na tunatakiwa tuwe na imani ya aina hii. Basi mufanye mioyo yenu ya aina hii na muwe na mapenzi ya aina hii kwa ajili ya jumuiya, kisha mtashuhudia namna gani Mwenyezi Mungu atawaongoza na atawaongeza. Na wale ambao wanakuwa wa Mwenyezi Mungu hawataki waombe, baadhi wakati wao wanasema kwamba sisi hatutaomba, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anatimiza mahitaji yao. Al-Muslimu anasema nilisikia kutoka kwa Sayyidina Alayhi salatu wassalam kwamba kulikuwa mzee mmoja alipata hali ya aina hii kwamba alipata msiba sana, maafa sana. Mtu mwingine akamwambia, kwa nini hufanyi maombi? Akasema kwamba ikiwa Mungu hataki kunipatia, basi mimi nikifanya maombi basi itakuwa ufedhuli. Ikiwa Mungu hataki anipatie, basi kwa nini mimi ni muombe? Katika hali hii mimi nitasema kwamba mimi nisipewe kitu chochote. Ikiwa Mungu anataka kunipatia, katika hali nikiomba, basi itaonyesha kwamba mimi sina subra. Hadha Muslimu anasema si maana yake kwamba hawafanyi maombi, bali waaminio wakamilifu wanapata hali ya hii mara moja katika maisha yao, kwamba wao wanasema kwamba sisi hatutaomba, ila hali Mungu mwenyewe amesema kwamba muombe. Lakini baadhi wakati hali ya aina hii inapatikana kwa sababu ya uhusiano wao wanaojenga na Mwenyezi Mungu. Wanasema kwamba sisi hatutamuomba Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe atatimiza mahitaji yetu. Lakini hali hii haipatikani hivi. Msidhani kwamba mkikaa hivi bila kufanya juhudi na bila kuwa na mapenzi moyoni mwenu na hamonyeshi unyenyekevu katika swala na mnaghafilika katika michango na mnasema uongo na mnadanganya, na katika hali hii kisha mnategemea mtakuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. Hii haiwezi kutokea. Al-Muslimu anasema nimeshawahi kueleza mara kwa mara kwamba Qazi Amir Hussain Sahib marehemu alikuwa sahaba wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa Wahabi. Kwa sababu ya hii yeye alikuwa hawezi kusubiri kuhusu mambo kadhaa ya kidhahiri. Wakati wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam, wakati Sayyidina Alayhi salam alipokuwa akitoka nje, watu walikuwa akisimama kwa kumuona Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Qazi Sahib marehemu ingawa alikuwa amejiunga na jumuiya, yeye alikuwa akidhani kwamba hii sahihi kusimama, bali ni ushirikina. Na kuhusiana na hii alikuwa akijadili sana kwamba siku hizi sisi tuna mambo ya aina hii, itakuwaje siku za usoni. Hata Muslimu anasema alikuwa mwalimu wangu pia. Anasema halifa wa pili nilipochaguliwa kuwa halifa, siku moja nilitoka nje na huyu bana mara akasimama, yani akakumuona Sayyidina Alayhi salam, akasema mara moja. Nikamwambia, Qazi Sahib, hii ilikuwa ushirikina sawa na maoni yako. Kwa kusikia hii akacheka, akasema mimi nina wazo hili, lakini nifanye nini? Mimi siwezi kujizuia.
bila kuwa na mawazo mimi nasimama kukuona. Hazur anasema kwamba hili ni jibu la maswali yako yote, kwamba ikiwa mtu anasimama kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, hii ni ushirikina. Lakini ikiwa mtu anasimama bila kujizuia, hii si ushirikina. Hii ndiyo aliyokuwa akisema Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwamba hakuna mambo mengine ambayo kwa sababu ya kufanya kwa ajili ya kuonyesha watu wengine inakuwa ushirikina. Tunatakiwa tuwe waangalifu kuhusu hii. Alisema kwamba wakati ndugu Aisha alipofariki, Aisha akalia na akapiga mikono yake juu ya uso wake. Mtu mwingine akamuuliza, je, hii ni sawa? Akasema kwamba mimi sikunuia nifanye hivi, lakini ilitokea yenyewe. Muslim anasema kwamba mimi nakumbuka jibu lile la kazi sahihi kwamba alisimama bila kuwa na nia. Hazur anasema hii ilikuwa sifa ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kila mmoja alikuwa na sifa zake. Hazur anasema kwamba tukijenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, jambo hili linaonyesha nishani ya aina gani. Hazrat Muslim Maud anasema nilimsikia Sayyidina alayhi salatu wassalam akisema kwamba wakati wa Harun Rashid sahib kulikuwa mtu mmoja aliyekuwa katika Ahle Bait, alikuwa akiitwa Musa Raza. Yeye alipelekwa gerezani isije kwa sababu yake fitina itaenea. Siku moja katikati ya usiku, mtu mmoja mwanapolisi akamfikia na akamwambia kwamba umeachwa huru. Na yeye akashangaa sana kwa kusikia hii kwamba namna gani amepewa ruhusa ya kuachwa. Akamuuliza mfalme, kwa nini umeniacha na umetoa hukumu kwamba niachwe huru? Mfalme akasema, nilikuwa nalala katika ndoto, nikaona mtu mmoja ameniamsha na nikaamka katika ndoto. Nikamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikamuuliza, unaniumuru nini? Akasema kwamba Hanuru Rashid, hii ni nini? Wewe unalala vizuri kwa starehe na kijana wangu amefungwa gerezani. Kwa kusikia hii nikapata roho ya aina hii kwamba nimetoa amri kwamba uachwe huru. Na huyu bana mzee akasema, mimi pia nilikuwa na shida sana leo katika gerezani, lakini kabla ya siku ile nilikuwa sina shida wala nilikuwa sina wasiwasi, lakini siku ile nilikuwa napata usumbufu sana gerezani. Kisha Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anatoa mfano mmoja wa ashiki mmoja wa Sayyidina alayhi salatu wasallam aitwaye Munshi Arora Khan sahib, kwamba alikuwa katika mpenzi wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Alikuwa akifanya juhudi kwamba kila Ijumaa au Jumapili aje Qadian. Alipokuwa akipewa ruhusa alikuwa akija Qadian. Alipokuwa akija Qadian alikuwa akitembea sehemu fulani ya usafiri wake ili aweze kuokoa fedha ili aweze kumpatia Sayyidina alayhi salatu wasalam kama ni zawadi. Wakati alikuwa akipewa mshahara kama rupia 15-20, yeye alikuwa akitumia fedha hii kwa ajili ya mahitaji yake, na alikuwa akihifadhi kwa ajili ya kumpatia Sayyidina alayhi salatu wasalam zawadi. Hazrat Muslim anasema, nilimuona katika koti mmoja tu katika maisha yake yote, na sikuwahi kumuona katika koti nyingine. Alikuwa akivaa kikoi na alikuwa akivaa kanzu ya kawaida. Alikuwa na hamu sana kwamba kusanye hela kidogo kidogo, kisha siku moja ampatie Sayyidina alayhi salatu wasalam. Pole pole aliendelea kupata maendeleo kwa sababu ya uaminifu. Hatimaye akawa mkurugenzi wa idara fulani. Kisha kuna tukio lake lingine mashuhuri lililoelezwa na Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kwamba baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salam akaja Qadian, akaniita nje ya nyumba na kwa kuniona akaanza kulia. Na Muslima akaona anasema, mimi sikuelewa kwa nini analia, lakini baadaye akanipatia dhahabu, vipande vya dhahabu, na akanipatia kwamba nilitaka nimpatie Sayyidina alayhi salatu wasalam dhahabu hii, lakini nilikuwa sina uwezo. Sasa nimepata uwezo, lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam hayupo, amefariki. Kisha akaanza kulia tena. Hazrat Muslim Maud anasema
hii ndiyo ni hali ya upendo na mapenzi. Ikiwa kuna neema za dunia na tunaweza kupata faida kutoka katika neema hizi, neema ni chungu mzima katika dunia hii, lakini wakati mtu anapomwaminio anapotumia neema hizi, mtu mwaminio anaudhika, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inapatikana kwamba Aisha safari moja alipata chapati ya ngano, akaanza kulia na akasema kwamba wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngano hii ilikuwa haipatikani, na mtume sallallahu hakula chapati kilichotengenezwa na ngano. Azur anasema kwamba kuhusiana na hii Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza mapenzi yake alikuwa anayo na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Anaeleza Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu baada ya kueleza hii kwamba ikiwa neema hizi zilitakiwa muumini wapewe, basi angezipewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baada yake Sayyidina alayhi salatu wasalam. Anasema nilikuwa mdogo wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, nilikuwa na hamu ya kuwinda, shauki ya kuwinda ndege na wanyama. Nilikuwa na bunduki na kwa kutumia bunduki ile nilikuwa nikiwinda. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa kila chakula kidogo na alikuwa akifanya kazi ya kuandika vitabu sana. Nilisikia kutoka kwake au kutoka kwa mganga mwingine kwamba nyama ya aina hii inasaidia sana katika kazi hii. Nilikuwa nikimpatia Sayyidina alayhi salatu wasalam, msikumbuki kwamba nimekula nyama niliyowinda, bali kila wakati nilipokuwa nikiwinda ndege wa nyama nilikuwa nikimpatia nyama yake Sayyidina alayhi salatu wasalam. Basi mtu anapokuwa na mapenzi katika hali hii, yeye haoni raha katika kitu chochote, lakini ikiwa anaona ni raha katika kitu chochote, anaona hii ni haki ya mpenzi wake, mpendwa wake. Al-Muslim Maud anasema kwamba mimi Mwenyezi Mungu amenifungulia maarifa chungu mzima ya dini, lakini mara chungu mzima ilitokea hivi kwamba Mungu alinielezea nukta fulani au maarifa fulani, nikawa na hamu na shauku hii kwamba ningejua wakati wa Sayyidina al-Islam au wakati wa halifa wa kwanza, ningeeleza mbele yao na ningepata sifa kutoka kwao. Anasema kazi yote kwa hakika ni ile iliyofanywa na Sayyidina alayhi salatu wasalam, na nimetaja jina la halifa wa kwanza kwa sababu alinifundisha Qur'an tukufu na nilikuwa nikimpenda sana, na alikuwa na hamu sana kwamba nifanye tafakur ndani ya Qur'an tukufu na nitoe maneno ya maarifa kutoka katika Qur'an tukufu. Hazrat Muslim Maud anasema si vitu vya dunia bali vitu vya aina hii vinaweza kutupatia raha na utulivu. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa kisa au tukio la wapendwa wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na aswaba Sayyidina alayhi salatu wasalam, na walikuwa na hamu kwamba waendelee kukaa Qadian. Kama nimeeleza tukio la Bana Shah sahib na Munshi Arure Khan sahib, upande mmoja walikuwa watu hawa walikuwa wakimpenda Sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa ajili ya upendo huu walikuwa wakija Qadian na walikuwa wakiwa na hamu sana waje Qadian, walikuwa wakijitolea sana kwa ajili yake. Lakini wanapatikana wengine pia ambao juu yao mazingira ya Qadian ilikuwa kama ni balaa. Starehe ya dunia ilishinda juu ya kiasi hiki kwamba walikuwa hawapendi kukaa katika mazingira ya kiroho. Tukio la aina hili ameandika Muslim Maud, anasema wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakati fulani mtu mmoja alikuja Qadian, na baada ya kukaa siku moja akarudi kwake. Wale waliomtuma wakadhani kwamba ataenda Qadian, walimtuma kwa wazo hili kwamba ataenda Qadian, atakaa siku kadhaa kule
na atasikia nasaha ya sayyidina alayhi salatu wasalam, ataona mazingira ya kule na ataathirika kwa sababu ya hii. Lakini aliporudi baada ya kukaa siku moja, wale waliomtuma wakamuuliza, je, kwa nini umerudi haraka kiasi hiki? Akasema kwamba mimi natubu. Ile ni sehemu ya kukaa watu wema? Watu walimtuma wakaona kwamba labda hakupata athari nzuri ya mfano wa mtu fulani, kwa sababu hii amesema hiyo. Wakamuuliza, kwa nini umekuja hivi, sababu yake ni nini? Muslimu anasema wakati ule kati ya Kadiana Batala ilikuwa gari ya farasi ilikuwa ikitumika. Anasema huyu bana, nilifika asubuhi Kadian, nilipelekwa katika nyumba ya wageni, nilipewa karamu, nikasema nimekuja kutoka Sindh, sikupata nafasi ya kuvuta sigara, sasa nitakaa hapa na nitavuta sigara vizuri. Alikuwa nasubiri sigara, mtu mmoja akasema kwamba Maulvi mkubwa, yani khalifa wa kwanza, atatoa dars ya hadith, baadaye unaweza kuvuta sigara. Akasema sawa, nimekuja Kadhian, twende tusikie darsa ya huyu Maulvi sahib. Anasema baada ya kusikia darsa, niliporudi mtu mmoja akasema chakula kimepakuliwa, kipo tayari, basi tule kwanza chakula. Akasema sawa, tule kwanza chakula, baadaye tutavuta sigara. Anasema baada ya kumaliza chakula tuliko tumekaa kidogo, mtu mmoja akatangaza adhana ya sala ya dhuhuri imetolewa. Nikasema nimekuja Kadhian, njoo tusali swala. Tukaswali sala ya dhuhuri. Mirza sahib, yani sayyidina alayhi salatu wasalam, akakaa msikitini na akaanza kutoa nasaha. Nikasema sawa, nimekuja hapa, ngoja nisikie nasaha za Mirza sahib, baadaye nitarudi na nitavuta sigara. Yani hakuacha fikira ya sigara. Baada ya kurudi nyumbani, baada ya kupumzika, wakawasha sigara. Akasema sasa tuna nafasi, tutavuta sigara. Anasema tulivuta sigara kidogo tu. Mtu mmoja akatangaza kwamba adhani ya sala ya alasiri imetolewa, twende tukasali swala kwa kuacha sigara. Tukaenda kusali sala ya alasiri, tukarudi. baada ya kusali sala ya alasiri nikadhani kwamba sasa mpaka jioni tutakuwa na ruhusa ya kuvuta sigara. Mtu mmoja akatangaza kwamba Maulvi sahib khalifa wa kwanza ameenda msikitini, atatoa darsa. Nikadhani kwamba mpaka jioni tutavuta sigara, lakini sasa nikaona tumekuja Kadhian, ndo tusikie darsa. Tukaenda msikitini tukasikia darsa. baada ya kusikia darsa tukarudi, adhana ya sala ya magharibi ikatolewa na sigara iliendelea kubaki pale pale. Tukaenda kusali sala ya magharibi. baada ya swala Mirza sahib ni sayyidina alayhi salam akakaa tena, akaanza kutoa nasaha. Sisi pia tukalazimika kukaa pale, tukaona ni vizuri tusikie nasaha zake. baada ya kurudi kutoka kule tukaona la sasa tutapata nafasi ya kuvuta sigara, lakini chakula kikaletwa. Tukaambiwa tule chakula kwanza, tukala chakula cha jioni, kisha tukadhani kwamba sasa tutakuwa na nafasi ya kuvuta sigara. Lakini adhana ya sala ya isha ikatolewa, watu wakasema twende tukasali swala. Tukaenda kwa ajili kusali sala ya isha. baada ya kusali sala tukamshukuru Mungu kwamba sasa tumemaliza kazi yote, tuna ruhusa nafasi ya kuvuta sigara. Lakini sasa tuliwasha tu kidogo sigara kwa ajili ya kuvuta. Tukajua kwamba wageni wanaokuja kutoka nje, Maulvi sahib ni khalifa wa kwanza, anatoa nasaha. Kwa hiyo wakaanza kutoa nasaha. Yeye bado alikuwa anatupatia mawaidha nasaha. Sisi kwa sababu ya uchovu ya usafiri tukalala, na hatukujua tumelala wapi na tumekaa wapi na sigara yetu iko wapi. Asubuhi nilipoamka nikakunja godoro yangu na shuka langu na nikatoka Kadhian. Nikasema kwamba hii si nafasi sehemu ya kukaa watu wema. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya watu wa aina hii. Na kwa sababu ya hii, kwa sababu yeye alikuwa na ulevi wa kuvuta sigara, yeye kwa sababu hakupata baraka kutoka kwa sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazur anasema wale wote ambao wana tabia aina hii ni funzo kwa ajili yao, tukio hili ni funzo kwa ajili yao. Hazur anasema kwamba sasa nitaeleza kidogo kuhusu hali ya dunia inayopatikana siku hizi, jinsi dunia inayoendelea upande wa maangamio. Kwa ajili yake hii wanajumuiya wote wanatakiwa wafanye maombi sana. Serikali ya kijina linalopatikana katika Iraq na Syria, dhidi yake serikali za Ulaya baada ya tukio la France
serikali hizi limeamua kwamba litashambulia, na serikali hizi zimeanza kupiga bomu. Ikiwa serikali hizi zinataka kupiga bomu, wapige bomu juu ya wale ambao ni wadhalimu. Kwa sababu ya mashambulio ya hawa, Mwenyezi Mungu awalinde watu wasiokuwa na dhambi na makosa. Wale wanaoishi katika Syria wao tayari wanasumbuliwa sana, hawapati nafasi ya kutoka huku wala huko, wamezuiliwa pande zote. Kisha nchi za jirani pia hazikutumia hekima kwa ajili ya kurekebisha na kufuta fitina hii. Ilitakiwa nchi za jirani zingemsaidia na zingejaribu kufuta fitina hii, lakini fitina hii iliendelea kuzidi mpaka shari hii ilifika duniani kote. Hata sasa hivi pia inasemwa kwamba nchi za jirani ambazo ni nchi za Islam zinafanya biashara na nchi hii ya Kiislamu na zinanunua mafuta kutoka kwake. Na Russia pia inalaumu Turkey, na Turkey ingawa inakataa na inalaumu Russia. Lakini lazima kitu chochote au jambo lolote linaendelea na biashara inaendelea, kama inaendelea kusema kwa miaka mingi. Russia pia inaungana katika kupiga bomu, ingawa nchi za Ulaya haziungani naye. Russia inaungana na serikali ya rais wa Syria, lakini dunia nzima ni kinyume chake. Lakini sasa hivi Russia na nchi za Ulaya zinapiga bomu juu ya Daesh. Lakini kwa kuwa na hali yote bado wanahitilafiana. China inasaidia Russia. Serikali ya Syria inasema kwamba ikiwa nchi za Ulaya zinapiga bomu bila kutusaidia sisi, bila kusaidiana nasi, bomu hizi hazitaleta faida. Kisha Turki iliangusha ndege ya Russia. Baada ya tukio lile uadui unaendelea kuzidi zaidi. Kisha tumesikia hii pia kwamba serikali hii ya iliyotengenezwa wametangaza kwamba ikiwa tunalazimika kuacha Iraq na Syria, tutaweka makao makuu katika Libya. Matokeo yake yatapatikana ni dhahiri kwamba ikiwa nataka kumaliza fitina hii, basi katika hali hii watapiga bomu. Huenda watapiga bomu katika nchi ya Libya pia. Kule pia watu watakufa. Nchi za Ulaya wanasaidia hawa watu wagaidi, kisha baadaye wanakuwa dhidi yao. Libya, Iraq na Syria, kwa kuwa dhidi ya serikali walimaliza serikali yao au wanafanya juhudi ili serikali yao iishe. Hii ni kwa sababu ya kutokutumia uadilifu, na kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana duniani. Kwa bahati mbaya serikali za nchi za Waislamu katika nchi zao pia inafanya dhulma na haifanyi uadilifu, kana kwamba hali imekuwa ya aina hii kwamba kuna sura ya vita kubwa ya dunia, bali tunaweza kusema kwamba vita kubwa ya dunia nzima imeshaanza. Watu wengi wameanza kuandika na kusema kwamba tayari vita ya dunia imeshaanza. Hazur anasema kwamba tangu miaka mingi inaendelea kuwakumbusha wote kuhusu hii, lakini ingawa sasa watu wameanza kusema wenyewe kwamba ni vita ya dunia imeanza, lakini bado inaonekana kwamba hawatatumia uadilifu, wala si serikali yenye nguvu kubwa, wala Waislamu hawatazingatia uadilifu, bali inaonekana wote wanafanya juhudi ya kumaliza serikali hii iliyotengenezwa na hawa gaidi, na labda watamaliza. Lakini inaonekana kwamba hata kama fitina hii ikiisha, lakini hali haitarekebika, bali baada ya hii serikali
kubwa kubwa itaanza kuvutana, na si mbali kwamba vita kubwa ianze, kwa sababu Russia na serikali zingine uadui unaendelea kuzidi kati yao. Kisha katika hali hii watu wa kawaida watakufa, kwa sababu tumeshuhudia katika vita vya zamani kwamba watu wa kawaida ambao hawana makosa na dhambi wao wanakufa. Kwa hiyo kuna haja sana ya kufanya maombi Mwenyezi Mungu aikoe dunia hii katika maangamio. Pamoja na hayo yote tunatakiwa tuwe waangalifu. Katika miaka ya nyuma nilikumbusha jumuiya kwamba tunatakiwa tuhifadhi vyakula na vitu vingine, mnatakiwa muzingatie jambo hili. Kwa fupi nimeeleza mambo mbalimbali, na wakumbusheni tena kuhusu maombi, na Mwenyezi Mungu aijalie akili serikali hizi kwamba zisifukuze na zisitupe dunia hii katika maangamio. Amin. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.